Vipi kama nikikuambia kuwa silaha kubwa zaidi ya Marekani sio bomu la nyuklia? Au nikikuambia sio ndege za kivita za Marekani? Labda nikaenda mbali zaidi, nikakwambia silaha kubwa ya Marekani sio meli za kubeba ndege za kivita, au sio ukubwa wa jeshi lao, na wala sio ukubwa wa budget la jeshi lao. Hapo unaniona kama mwehu. Silaha halisi ya Marekani ni makubaliano, ni kushikana mkono, ni ahadi ambayo imefanywa miongo kadhaa ambayo imepita kati yake na baadhi ya nchi tajiri sana za mafuta duniani. Na hapa ndipo ambapo tunasema kuna sehemu ambayo inatisha zaidi. Marekani alitumia akili nyingi sana. Makubaliano haya kwa hivi sasa huenda yamekaribia kufika mwisho. Na kama makubaliano yakivunjika, Marekani kama ambavyo tulivyokuwa tunaijua, basi inaweza ikasambaratika vipande vipande na ukawa ndio mwisho wa taifa la Marekani. Hapa kuna watu wananiona kama chizi, naongea vitu nisivyo vijua. Na wengine mnasema Guido kawaje sasa, sio Sasa ukitaka kuielimisha akili yako, basi fuatana nami leo. Nitaieleza hii kwa lugha rahisi sana kiasi kwamba hata mtoto mdogo anaweza akaelewa. Yani hata mtu ambaye hajawahi kabisa kufuatilia masuala ya geopolitics anaweza akaelewa. Kikubwa ni lazima uwe una uvumilivu wa kuelewa ambacho nataka kukizungumza leo. Na kwa nini ninazungumza kwamba anguko la Marekani sasa limefika katika kiwango cha juu zaidi? Iko hivi, kwa lugha nyepesi au kwa sentensi moja, hapa ninachotaka tuzungumzie ni hivi: Marekani ilikuja kuwa nchi yenye nguvu zaidi duniani sio kwa sababu ya jeshi lake, ila ni kwa sababu ya ujanja wa kifedha ambao ulihusisha mafuta. Na ujanja huu sasa muda wowote unaweza ukaanza kuacha kufanya kazi. Sasa ili mnielewe vizuri sana, naomba tutengeneze picha sasa hivi. Naomba ichukue akili yako, halafu nenda shuleni. Halafu hiyo shule ina wanafunzi kama 2,000. Halafu weka picha hii ambayo ninaiweka. Fikiria shule yako ina kantin. Kila mwanafunzi anataka kununua chakula hapa. Anayetaka kununua chipsi, anayetaka kununua juisi, anayetaka kununua wali, anayetaka kununua pilau, anayetaka kula pizza na takataka nyingine zote ambazo zinahusiana na chakula. Mwanafunzi huyo anaipata kwenye hiyo kantini yako. Sasa fikiria pia kuna mwanafunzi mmoja ambaye ni mjanja sana katika shule yako, ambayo ina hao wanafunzi ambao umewafikiria. Sasa huyo mwanafunzi tumuite jina la Guido. Guido anaenda kuwa mmiliki wa kantini. Yani huyu Guido anaenda kwa mmiliki wa kantini, anamwambia maneno haya yafuatayo: kuanzia sasa unatakiwa ukubali tu tokeni ambazo nitakuwa ninazitoa. Yani mimi Guido nakuja na tokeni zangu maalum. Hautakiwi kukubali tokeni za mtu mwingine yeyote. Yeyote ambaye anataka kununua chakula hapa ni lazima kwanza aje kwangu Guido, achukue token, kisha ndipo aje anunue chakula kwako. Sijui kama mnanielewa hii picha tunayoijenga. Sasa mmiliki wa kantini yeye anakubaliana. Kwa nini anakubali? Kwa sababu Guido ninaahidi kwamba kwanza nitamlinda na kantini yake, lakini nitamweka salama dhidi ya wanafunzi ambao wanaweza wakamdhuru, kwa sababu sasa hawana uwezo wa kununua chakula kwenye kantini, lazima wapate token kutoka kwa Mr. Guido. Sasa nini ambacho kinatokea? Kila mwanafunzi shuleni atahitaji token za Guido. Kila mtu anaanza kwenda kwa Guido kwanza kabla hajaenda pale kantini. Aipate ile token ya Guido, halafu aende kantini ndipo ahudumiwe. Kwa hiyo Guido anakuwa sasa ni mwanafunzi ambaye ana nguvu kubwa sana shuleni. Sio kwa sababu ana nguvu zaidi, hapana. Si kwa sababu ana akili zaidi, hapana. Bali kwa sababu Guido amedhibiti token ya kwenda kwenye kantini ambayo inategemewa na shule nzima. Sasa hivi ndivyo Marekani alivyofanya. Kwenye huu mfano, kantini sasa hapa ni nini? Kantini ni nchi ambazo zinauza mafuta. Mataifa kama Saudi Arabia, Falme za Kiarabu, Kuwait, kwa pamoja zinajulikana kama GCC. Sasa token hapa ni ipi? Token ni dola ya Marekani.
Na chakula ni nini? Chakula ni mafuta. Nimetumia lugha ya picha ili angalau kila mmoja anielewe kile ambacho ninakizungumza. Sasa Marekani iliziambia hizi nchi za GCC zilizopo nyingi Mashariki ya Kati na nyingine zipo Asia na maeneo mengine, lakini zina utajiri wa mafuta. Marekani aliwaambia hivi, uzeni mafuta yenu kwa dola za Marekani tu. Nchi hizo zote zikakubaliana na Marekani. Matokeo yake ni kwamba dunia nzima sasa ikalazimika kuanza kutafuta dola za Marekani ili waweze kununua mafuta. Na hapa ndipo Marekani alipopata nguvu kubwa sana duniani. Sijui kama mnanielewa. Lakini nimezungumzia hapa kuhusu jeshi la Marekani. Vipi kuhusu jeshi? Unaweza kusema Marekani ina jeshi kubwa na lenye nguvu zaidi duniani. Je, si hilo ndio chanzo cha nguvu yake kwa Marekani? Hebu fikiria mfano mwingine mwepesi ambao tunatengeneza pia picha hapa. Fikiria mtoto anaingia kwenye mechi ya labda ni mpira wa miguu, akiwa ana kiatu cha ghali kuliko mtu mwingine yeyote duniani. Kiatu kinang'aa vibaya mno. Kiatu kinaonekana ni kizuri sana. Kila mtu anavutiwa na kile kiatu cha mtoto aliyeingia. Lakini tatizo ni kwamba huyu mtoto aliyeingia na kiatu kizuri hana uwezo wa kupiga mpira. Kwa hiyo anaingizwa uwanjani pamoja na kiatu chake kizuri, halafu hajacheza, anatolewa kwenye dakika za mwanzo tu, anatolewa nje kwa sababu hawezi kucheza mpira. Kwa hiyo kiatu kinaonekana ni kiatu ambacho ni cha kutisha sana, kina gharama nyingi sana, lakini hakiwezi kikasababisha mechi ukashinda. Yaani unaweza kumiliki kiatu kizuri sana ila huwezi ukashinda mechi kwa sababu kiatu hakichezi mechi. Sasa kuna baadhi ya watu ambao wanasema jeshi la Marekani linafanana na mfano huu. Yaani linagharimu pesa nyingi sana na linaonekana ni la kutisha, lakini linapokuja swala la kushinda vita hawafanikishi mara kwa mara. Yaani ni wanaotea sana baadhi ya vita ambazo wanazishinda. Na kuna wengine wanaenda mbele zaidi, wanasema hivi, jeshi la Marekani halijatengenezwa tena ili kushinda vita, bali limetengenezwa ili kutumia pesa nyingi, kwa sababu wanaotengeneza silaha wanapata utajiri mkubwa. Wanasiasa wanaoidhinisha matumizi hayo pia wanafaidika kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo mfumo sasa unakuwa ni zaidi kuhusu faida ya fedha kuliko ushindi katika eneo la vita. Naomba mnielewe vizuri. Sasa chanzo halisi cha nguvu ya Marekani ni dola pamoja na mafuta. Hivyo kama jeshi si chanzo kikuu cha nguvu, basi makubaliano ya dola na mafuta ndiyo msingi wa Marekani ambayo ina exist. Lakini pia mfumo huu kwa nini unakuwa una udhaifu? Una udhaifu kwa sababu moja. Unaweza ukanishangaa kidogo, mfano ambao nitakupa hapa. Fikiria nyumba yako inapokea glasi moja ya maji kwa siku kutoka katika vyanzo vyake vya asili. Labda inawezekana ni kupitia mito au inawezekana ni kupitia mvua. Ukinywa glasi moja, manake una 100% ya maji. Ukinywa glasi 2, uko 200%. Maana yake unatumia zaidi ya kile ambacho asili yako au zaidi ya kile ambacho una uwezo wa kuwa nacho. Sasa tazameni hili ambalo ninawaambia. Saudi Arabia wana 883. Misri wana 6420 mfano. Dubai wana 17000. Maana yake nini? 17,000 ina maana kwamba kwa kila glasi moja ya maji ambayo yani ile asilia inatoa, Dubai wanatumia glasi 170. Sio kama unaelewa. Yani wewe umepewa uwezo wa glasi 100 kwa siku. Halafu wewe unatumia glasi 170 kwa siku. Sasa utajiuliza, hawa wanapata wapi hayo maji mengine yote? Wao wanatumia mashine kubwa ambazo zinaitwa mitambo ya kusafisha maji ya bahari ambayo inafahamika kama desalination plants. Mashine hizi huwa zinabadilisha maji ya bahari yenye chumvi kuwa maji safi ya kunywa. Mashine hizi ndizo zinazowezesha nchi hizi kuendelea kuishi. Lakini fikiria hali hii,
kama mashine hizo zingeharibiwa au kulipuliwa, basi hakuna mashine, hakuna maji, hakuna maisha ya kawaida ya mataifa hayo au ya taifa la Dubai. Hivyo licha ya utajiri mkubwa na majengo ya kifahari, udhaifu wao kwa Dubai upo kwenye sekta ya maji. Iran pia the same, ina matatizo ya maji. Iran pia inakabiliwa na changamoto ya maji. Nadhani hapa mtaanza kusema mbona ni kama nawachanganya kwenye story. Nataka niwatengenezee mifano ambayo mtanielewa kwa nini tunasema utawala wa Marekani umefikia pabaya. Iran wana ziwa moja maarufu linafahamika kama ziwa Urmia, ambalo mwaka 1984 lilikuwa ni mojawapo ya maziwa makubwa ya maji chumvi duniani. Lilikuwa ni ziwa kubwa, pana na zuri sana. Miaka 20 baadaye ziwa hilo lilitoweka. Maji yake yalipungua sana kiasi kwamba mtu angeweza kutembea kwenye eneo ambalo zamani lilikuwa maji. Leo Iran ina kiwango cha msongo wa maji cha 72% tu. Hii si kubwa kama 17% ya Dubai, lakini bado ni tatizo kubwa sana. Mkakati ambao sasa unadaiwa dhidi ya Irani ni upi? Marekani na Israel wana mkakati na hatua mbili dhidi ya Iran. Kwanza, kushambulia au kudhoofisha vyanzo vya maji vya Iran ili iwe ngumu kwa nchi hiyo kupata maji safi. Kutumia utofauti wa makabila na jamii ndani ya Iran kuigawanya hiyo Iran. Iran ina makundi mengi ya watu. Kuna Waajemi, kuna Wakurdi, kuna Waarabu, kuna Wabalochi wale, kuna Waazerbaijan na makabila mengi sana. Makundi mengi kwenye maeneo ya mipakani yana uhusiano wa karibu na majirani zao kuliko na serikali ya Iran yenyewe. Fikiria familia kubwa inaishi katika nyumba moja. Mtu wa nje anakuja na kuambia kila mmoja, unastahili nyumba yako mwenyewe, kwa nini mshirikiane? Kisha mtu huyo anakata maji ili yasikutoshe kwa kila mtu. Nini ambacho kitatokea? Familia itaanza kupigana yenyewe kwa yenyewe, hatimaye nyumba inasambaratika kutoka ndani ya nyumba yenyewe. Huu ndio mkakati ambao unadaiwa kuigawanya Iran vipande vipande, lakini Iran nayo ikawa na mkakati wao. Ulimwengu wa Kiislamu una makundi mawili makubwa, Sunni na Shia. 90% ya Waislamu ni Sunni. Iran mojawapo ya nchi chache ambazo watu wake ni wa Shia. Lakini watu wa Shia wapo katika mataifa mengi: Pakistan, Iraq, Lebanon, Yemen, Bahrain pamoja na maeneo mengine. Baadhi yao ni kwamba Iran sasa wanao mpango wa kuwaunganisha watu hawa wote ili kuwa na harakati kubwa ya kisiasa na kijamii, wazungumze lugha moja. Na sio Washia pekee. Katika nchi nyingi za Mashariki ya Kati kama Saudia, Misri, Algeria, kuna watu ambao hawaridhiki sana na serikali zao. Na serikali hizo mara nyingi huwa zinapata msaada kutoka Marekani. Kwa hiyo Iran wanaweza kasema hivi, ninyi hampendi serikali zenu, nasi pia tunazipinga, tushirikiane kubadilisha mifumo. Kama wazo hili litafaulu, Iran inaweza kuwa kiongozi wa ulimwengu mkubwa wa Kiislamu duniani. Baadhi ya watu wanaita hali hiyo ni Pax Islamica, aina ya utulivu wa Kiislamu ambao unaongozwa na Iran. Kama hili litatokea, Marekani anaweza kapoteza washirika wake wakuu pamoja na makubaliano hayo ya mafuta waliokuwa nayo. Kwa sababu mataifa mengi ambayo yana mafuta duniani ni mataifa ya Kiislamu. Mfumo wa dola unafanyaje kazi sasa? Sasa tuunganisha hayo yote mambo ambayo nimeyazungumza hapo na kuwapa hiyo mifano ili angalau mjenge picha ya nini ambacho Marekani wanakifanya. Nchi zile za GCC nilizokuambia zinauza mafuta duniani, wanalipwa kwa dola ya Marekani. Wanachukua dola hizo na kuziwekeza katika makampuni makubwa ya Marekani, kama unavyosikia Apple, unaposikia Google, unavyosikia Nvidia, Microsoft, Amazon. Makampuni haya ni miongoni mwa makampuni makubwa zaidi Marekani na yana uzito mkubwa sana katika soko la hisa. Hivi nadhani kama wewe unafuatilia sana mambo ya mitandao, umewahi kukutana na story ambazo zinaelezea kwamba labda utakuta Apple CEO wake ni fulani, Google ni fulani, hivi na hivi. Yaani utakuta hizo story. Sasa hizo story zinatoka kulingana na makubaliano ambayo waliingia. Fikiria kuna bwawa la kuogelea. Bwawa hilo ni soko la hisa la Marekani. Pesa za nchi za GCC ni pampu ya maji ambayo inalijaza bwawa hilo.
kadri pampu inavyoendelea kufanya kazi, bwawa linaendelea kujaa na kila mtu analifurahia. Lakini kama pampu ikizimwa, maji yanaanza kupungua. Watu wanaona hali hiyo na wanaanza kuogopa. Wanaanza kutoka ndani ya bwawa, maji yanapungua haraka zaidi. Hili ndiyo anguko la hisa za Marekani. Yaani leo najua ninawachanganya, lakini kwa mtu ambaye atathink critically, hiki ambacho namwambia atanielewa vizuri sana. Sasa kama bwawa la maji ambalo ni GCC, ambalo linamwaga maji kwenye taifa la Marekani kupitia dola ya Marekani, kama limeanza bwawa hili kupungua kina, maana yake ni kwamba maji hayawezi yakafika. Kwa hiyo hata yale mataifa ambayo yalikuwa yanamwagilia kwenye bwawa hilo na yenyewe yataanza kujiondoa. Sasa athari zinaweza zikawa ni nini kama haya mataifa yataona sasa yajiondoe kwenye kuimwagilia Marekani? Nchi za GCC zitaacha kuuza mafuta kwa dola na zitaharibiwa na vita, hilo la kwanza. Hakuna tena dola nyingi ambazo zitaingia katika uwekezaji wa Marekani, hilo ni la pili. Makampuni makubwa ya teknolojia yatapoteza thamani, hilo ni la tatu. Soko la hisa linaanguka. Wamarekani wengi wanapoteza akiba zao na fedha za uzeeni. Uchumi unaingia katika mdororo mkubwa. Marekani haiwezi tena kugharamia jeshi lake kubwa. Nguvu yake duniani inapungua. Kwa hiyo mnyororo wa Marekani mpaka sasa hivi: mafuta, dola, soko la hisa, uchumi, jeshi, nguvu ya kimataifa. Yaani Marekani survival yake iko hivi. Kwanza, Marekani hawezi kusurvive bila mafuta. Mafuta yanauzwa kwa dola. Dola inatawala soko la hisa duniani. Soko la hisa ndo linaoongoza uchumi wa dunia. Uchumi wa dunia ndo unapelekea wa Marekani wawe na jeshi kubwa. Jeshi kubwa la Marekani ndo linafanya Marekani ionekane ina nguvu kubwa sana kimataifa. Kwa hiyo ukivunja kimoja tu, mfumo mzima unaweza ukaanza kudhoofika. Kwa hiyo leo mtu akikwambia nguvu ya Marekani sijui inatokana tu na mabomu, sijui ndege za kivita, kwanza tabasamu. Halafu mwambie hivi, kwa kiasi kikubwa nguvu hii inatokana na makubaliano ya kifedha ambayo hayahusishi mafuta. Makubaliano haya ieleweke, sio makubaliano ya milele. Yanaweza yakabadilika, yanaweza yakavunjika. Dunia sasa hivi inaendelea kubadilika. Miungano mipya inaibuka. Baadhi ya nchi zinaanza kujadili kuuza mafuta kwa sarafu nyingine. China, Urusi na India zinafanya pia mipango yao. Huenda vita vikubwa vya siku zijazo visiwe vya makombora peke yake. Vinaweza vikawa ni vita vya kifedha, vita vya rasilimali za maji na miungano ya kimataifa. Bila shaka sasa hivi mnanielewa. Kwa tunaposema nguvu ya Marekani haitoki kwenye jeshi, haitoki kwenye ndege za kijeshi, haitoki kwenye meli za kivita, haitoki wapi? Nguvu ya Marekani inatokana na hiyo miungano ambayo nimekuambia, ambayo walitengeneza muda mrefu sana. Kwa lugha ya picha nimekuambia ili uweze kunielewa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele